maridhiano ya kweli, bila kuwa na haki, bila kuwa na, hatujauona mpaka sasa. Maoni ya ACT Wazalendo ni kwamba kinachopaswa kutangulia kabla ya maridhiano ni ukweli, haki na uwajibikaji. Na tutafanya hivyo kutoa haki kwa wahanga wa uchaguzi huo, kwa kufanya uchunguzi huru na kuwajibisha wale wote waliosababisha mauaji hayo, hasa vyombo vya ulinzi na usalama, na hata kama kuna raia aliohusika. Hakuna mafanikio ya uhakika yanaweza kupatikana kupitia wito wa maridhiano kwa maneno matupu. Uzoefu wa nchi nyingine. Baada hatua hiyo, kwa pande zote mbili za Tanzania bara na Zanzibar, kuundwe tume ya kudumu ya utengamano, haki na maridhiano, National Cohesion, Justice and Reconciliation Commission, ili isimamie mageuzi katika yetu na kupambana na haya kwa njia ambazo za huru, kwa njia za kitaalamu na kwa njia ambazo kweli zitajielekeza katika matatizo. Lakini la pili ninachofikiria sisi ni mfumo mzima wa kiutawala, kiutendaji na kiusalama unapaswa kuangaliwa upya. Unapaswa kuandika katiba mpya kwa mchakato shiriki. Unapaswa kubadili kabisa uwajibikaji wa vyombo vya ulinzi na usalama, na mfumo mzima wa utumishi wa umma uwajibike kwa wananchi badala ya kuwajibika kwa Chama cha Mapinduzi. Tunachosema sisi, kilichoko kwenye matatizo sasa hivi ni our constitutional order is in crisis. Lazima hili tuli address. Katika kuipata katiba mpya, sisi tunaona hatua zifuatazo zinapaswa kuzifuata. Kwanza, suala la muungano ambalo limekwamisha kupatiwa ufumbuzi, basi ipatiwe ufumbuzi kwa kuunda tume ya wataalamu itakayopitia mambo yote ambayo yana mgogoro, ikiwemo mambo yaliyobainishwa na serikali zote mbili lakini hayajatekelezwa. Kikwazo kikubwa kimoja cha kupata katiba mpya, uzoefu umeonyesha, ni suala la muungano. Sisi tunaamini kama dhamira ipo, hili nalo ni rahisi kulipatia ufumbuzi, kwa sababu yanajulikana. Sisi wanaogopana tu wanapokaa wenyewe. Kanao sisi uzoefu wetu kule Zanzibar, ukikaa nao pembeni sisi watasema, watatapika bwana mpaka nyongo. Lakini wewe ukitaka kuwapata, waitie tu sisi wawili tu kutoka ukubara, mtu kimya. Sasa hili lazima lipatiwe ufumbuzi, tupate kuendelea mbele, tupate katiba mpya. Lakini kupitiwa upya kwa kufanywa marekebisho kwa sheria za mabadiliko ya katiba, ili hizi matakwa ya sasa na kuhuisha mchakato wa katiba mpya. Mswada wa sheria ya kurekebisha sheria wasilishwe na kupitishwa bungeni katika mkutano wa karibuni wa bunge, na ikiwezekana mkutano uliopo. Pengine uitishwe mkutano wa kitaifa, National Sovereign Conference, utakaoshirikisha wadau wote nchini ili kupata mwafaka wa masuala juu ya katiba ambao ni nyeti na hayana mwafaka, ikiwemo muundo wa muungano. 4, iundwe timu ya wataalamu wabobezi, Committee of Experts, ili kuandaa rasimu mpya katiba. 5, iitishwe kura ya maoni, referendum, ili wananchi waamue kukubali au kukataa rasimu ya katiba inayoandaliwa. Bali ya katiba mpya, ACT Wazalendo tunaamini tunapaswa kurudi kwenye misingi kwa kuyarudia mapendekezo yote ya ripoti ya tume ya Jaji Nyalali, ambayo yaliweka mambo yote muhimu yanayopaswa kuwepo katika inayofuata demokrasia ya vyama vingi. Miongoni mwao ni kufutwa kwa sheria zilizotajwa, ikiwemo na nyingine ambazo zimetungwa baada ya hapo,
ziangaliwe na sheria nyingine kandamizi za ziada zilizotungwa baada ya 92 kama sheria ya makosa ya mtandao, sheria ya takwimu, sheria ya huduma za habari, sheria ya vyama vya siasa, hasa mabadiliko yake makubwa ya 2019 ambayo yamempa madaraka makubwa msajili wa vyama vya siasa, na sheria ya tume huru ya uchaguzi. Nchi hii inachekesha sana. Tumepigania uhuru mpaka tumeupata. Hapa kuwa hasa na sheria ya vyama vya siasa. Kule Zanzibar sheria ya vyama vya kusajili vyama imetungwa Disemba mwaka 1963. Chache kabla ya mapinduzi. Lakini harakati zote hizo zimeendeshwa vyama vya siasa vikiwa vimesajiliwa polisi tu na kusajiliwa ile board of trustees basi. Lakini leo tuna sheria msajili wa vyama tuna wasajili wengi nchi hii. Tuna msajili wa makampuni ambaye anaendesha very sensitive, lakini hana mamlaka hata robo ya mamlaka alionayo msajili wa vyama vya siasa. Yaani kama kwamba hivi vyama vya siasa ni vya kwake sio za wanachama. Kufutwa na kurekebishwa kwa sheria kandamizi kutungwa kwa sheria mpya ya tume huru ya uchaguzi